Mkurugenzi, mimi ni kushukuru. Yawezekana ukaona unafanya jambo la kawaida, yawezekana ukaona unafanya jambo dogo tu, lakini nikwambie jambo hili ulilofanya ni kubwa kwa wanawake hawa, ni kubwa kwa nchi yetu ya Tanzania, ni kubwa kwa jamii, kwa sababu hii nishati kwanza kubuni tu kuitengeneza kwa niamue, makada alikuwa ni mabaki, ngala kuyaacha ukaona unatafuta mahali kwa kuyatupa, lakini ukasema haya yasiwe mabaki yasio na kazi, wako watu wanahitaji kwa ajili ya kupikia. Tunapozungumzia nishati safi hii aina ya briquettes, tunaona jinsi ambavyo moja kwa moja ina uhusiano wa kututunzia mazingira, na sisi umetupunguzia pressure ya kugombana na wananchi kule. Wakina mama ambao walikuwa hawezi kuacha watoto wake njaa, lazima ingie porini akakate miti. Jambo la uchumi, maana yake tumetatua mazingira, tumetatua afya, lakini kwa mkaa huu sio hayo mawili, kwa sababu hawa wanawake na Samia ni wauzaji wa mkaa huu, wanauza, wanapata na albaki kidogo. Hiyo albaki wanaitumia kwa mambo mbalimbali. Moja ya furaha ya Dr. Mwasi ni kuona pia wanawake wanajikomboa kiuchumi kama alivyoelekeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa akijikomboa kwa uchumi, haya mambo mengi ninayotumia nguvu, sijui akiomba hela kitunguu ndo anapigwa na nini, yataisha yenyewe, hayatakuwepo. Mwenyekiti hajaeleza hapa kidogo, lakini huu mkaa najua jinsi ambavyo umeanza kuwaletea, na waletea kwa jumla na kwa bei ya jumla. Wao wanaenda kuuza bei ya reja reja. Kwa hiyo umekomboa uchumi wa wanawake hawa. Na mimi nawaambia, ili kazi hii ifanyike kwa urahisi, kila siku nawaambia lazima hapa kila mmoja tupite nyumbani kwake tuone yeye mwenyewe anatumia nishati safi wa kwanza. Maana tusije tukawahubiria wenzetu alafu sisi wenyewe hatutumii. Sisi tuwe wa kwanza. Lakini baada ya kutumia, wewe mwenyewe pia kila mtu awe muuzaji wa huo mkaa. Tuna makundi wanawake haijawahi kutokea. Ukimkuta asubuhi saizi anakuambia nimetoka wapi, kwenye asubuhi naendaga kwenye jumuiya. Ukimkuta jioni ametoka Vikoba. Ukimkuta mchana sio ametoka, wana vikundi. Yaani vile vikundi, uende jumuiya uambie nishati safi, uje Vikoba uambie nishati safi, wa mchana wa saa ngapi sijui. Yaani mkaa ungekuwa unaisha, akileta tani moja unaisha siku moja, hautoshi. Leo ni tukio la kihistoria sana. Najua kuna baadhi ya mikoa ambao wameshazindua haya makontena, lakini mimi nasema first born ni first born. Haya makontena yalianza kugawiwa hapa Dodoma. Lazima uzinduzi uanzie hapa Dodoma, na ni leo umeanzia hapa Dodoma. Kule ambapo wameshazindua, mimi nawaahidi tutaenda tena. Mgeni rasmi, kama ilivyosemwa kwa urefu, mimi sitaki kuchukua muda mrefu, ni kwamba tuna dhamira ya dhati ya kuchukua hii ajenda ya Mheshimiwa Rais kuipeleka mbele mpaka tufikie malengo aliyojiwekea, kwamba ifikapo 2034 80% ya Watanzania wawe mama kutoka nishati chafu waende kwenye nishati safi. Sisi ni shirika la umma, pamoja na malengo yetu ya kuwekeza kwenye sekta madini, lakini sisi ndio mkono wa kuchukua ajenda ya kitaifa na kuipeleka mbele. Wanasema charity start at home. Kwa hiyo nyie kama taasisi na shirika likaona kwamba watu wa kutegemewa, pamoja na kwamba wako mawakala wengine, lakini taasisi ya kutegemewa ambayo imemtafsiri Mheshimiwa Rais kwa vitendo
kuhakikisha kwamba hii ajenda inafika mpaka vijijini Tanzania nzima ni taasisi ya Wanawake na Samia. Na ndio maana Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshirikiana kwa kiasi kubwa na kwa muda mrefu. Tumewapa wakala takribani nchi nzima. Lakini pamoja na hayo, tumewapa makontena kwa ajili ya kutumia kama duka, kama store, kama ofisi. Na nitoe rai kwa Wanawake na Samia nchi nzima. Na waahidi Mheshimiwa mgeni rasmi, makontena yao yote yameshafika hapa nchini. Najua kanda ya nyanda za juu kusini wameshapata mikoa yote. Geita alipata na hapa. Lakini makontena yote 26 yapo hapa nchini sasa hivi. Naomba Wanawake na Samia kote nchini waanze Mkurugenzi wa shirika la madini la taifa Dr. Venance Mwasi alipoamua kutumia fikra, kutumia malighafi ya ndani na kuamua kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika swala zima la nishati safi, ndipo akaanzisha Rafiki Briquettes ili kuwasaidia wanawake na jamii kwa ujumla kuondokana na nishati chafu. Lakini mwaka 2023 sisi Wanawake na Samia tulikabidhiwa uwakala na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ni wasambazaji lakini na wauzaji wa mkaa huu. Na mkurugenzi aliahidi kwamba atatuletea kontena na alitukabidhi pale pale na akasema ataliblandi na atatuletea mkaa. Leo tarehe 23 Dr. Venance Mwasi analizindua kontena hili. Ametimiza ahadi ambayo yeye aliiweka kwamba ataleta mkaa na atatuwezesha kikundi cha Wanawake na Samia. Dr. Venance Mwasi,